Asante Bwana kwa ajili ya furaha na nafasi kukutumikia. Asante kwa upendo katika kila moyo. Tunaomba kwamba jioni ya leo utatusongesha mbele katika yale mambo yako wewe Bwana, kwa jina la Yesu. Fungua macho yetu kuweza kuona, macho ya akili zetu, macho ya roho zetu, ili kwamba tuweze kuona kwa usahihi, na halafu miguu yetu kiroho itaenenda katika njia ya huduma kwa jina la Yesu. Baba, watu wako hawatachoka, hatutachoka, hatutazimia, hakutakuwepo na kuzimia katika moyo wa awai yote, bali tutatenda mambo makuu tutatenda makuu kwa utukufu wako Bwana, kwa jina la Yesu. Hebu leta mafanikio kwa kila mmoja. Tubariki jioni njema ya leo, tutumie kuweza kubariki watu wengine. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Kubwa zaidi, Mungu amekubariki tayari. Tafadhali tuketi. Tunakuja katika Yohana sura ya 10. Na hapa kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 na kusomea kuanzia mstari wa 11. 10:11. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu wakamata na kuwatawanya. Yule hajali juu ya kondoo. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao, ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndiposa Baba anipenda, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutoae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kuutoa, ninayo na uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo na lilipokea kwa Baba yangu. Kifungu ambacho tumekisoma kinatuambia juu yake Kristo. Kristo anajitambulisha yeye mwenyewe, Kristo anajieleza yeye mwenyewe, na Kristo anadhihirisha na kujionyesha mwenyewe kama mchungaji alomwema. Na anasema kama mchungaji mwema anautoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Na anafanya hivyo kwa sababu ya upendo wake. Anasema hii ni kujitoa. Hakulazimishwa kufanya hivyo, hakuwa anasukumwa katika kulitenda hilo, hakuwa analazimishwa katika kulitenda hilo. Anasema anautoa uhai wangu mimi mwenyewe, hakuna anayenichukulia uhai wangu. Anasema kila ninachokitoa, uhai wangu, ujuzi wangu, utukufu wangu, kila kitu nilichokuwa nacho ambacho nakitoa kwa ajili ya kondoo, nafanya hivyo kwa hiari. Na hili ndilo sababu kwamba Baba yangu anipenda, kwa kuwa anaona upendo wangu kwa ajili ya kondoo. Na kama ambavyo Bwana ametuinua sisi kama watendakazi, kama viongozi wa makanisa ya nyumbani na wachungaji wa makanisa ya mahali na viongozi wa makanisa ya wilaya na makundi, ametuita kuwa wachungaji sambamba naye. Anataka tuweze kuonyesha aina ile ya upendo ambao unatoa, upendo ambao unaionyesha njia, na upendo ambao kwa hiari unafanya kile ambacho tumeitwa kukifanya. Sio kuwa tunalazimishwa, sio kuwa tunashurutishwa, wala si kwamba kuna mtu anatusukuma, si kwa sababu tunaogopa kwa ajili ya adhabu, au tunaogopa kukemewa, au tunaogopa kutiwa nidhamu, au kuogopa kufanya lolote lile. Tuwapenda tu wale kondoo. Na kwa sababu tuwapenda kondoo, ndio maana tunatoa kile tulichokuwa nacho kutoa.
Na si hivyo tu kwamba tutoa tulichokuwa tunakitoa kwa kilicho cha muhimu, tunakwenda hata mwendo wa ziada kuweza kufanya hata yale ambayo hatujatakiwa au hayajaonyeshwa kwamba tunapaswa kuyatenda. Ni kama mama ambaye anamtunza mwanae, anamlea mtoto. Unaweza ukapangilia na kusema kwamba mama anatakiwa kufanya 1, 2, 3, lakini bado utakosa kitu cha kumwambia. Alafu kutakuwa na hitaji kwa yule mtoto, kuna hitaji ambalo yule mtoto anadhihirisha, na mama hata angalia ile orodha ya majukumu na kusema hili ni sehemu inayotakiwa kufanya au la. Hapana, anajitoa yeye mwenyewe kwa kawaida tu, kwa hiari tu, kwa sababu ya pendo lake kwa mwanae. Kadhalika ndicho ambacho Yesu Kristo anatuambia kwamba aina ya upendo tuliokuwa nao, tunaopaswa kuwa nao, aina ya upendo ambao yeye mwenyewe ameudhihirisha, ni aina ya upendo ambao hauna namna yoyote ya mipaka, ni aina ya upendo ambao hauna himaya, ni aina ya upendo ambao hauna mipaka, aina ya upendo ambao hauna aina ya mipaka kwa ajili ya kunitamkia kwamba nijue kwamba majukumu yangu ni yapi. Kama nikijua majukumu yangu, basi ninafanya hili na la mwisho, na hii hakuna zaidi ya hapo. Nipe saa ya kufunga kazi na hii ni saa ya kumaliza kazi. Pindi ile saa inapofika, mimi nimeshamaliza kazi, ni huyo naondoka. Nina shauku ya kuondoka mahali hapa, niko na shauku ya kumaliza ninachotakiwa kufanya, na pindi kishamaliza, basi huyo nishajiendea. Sio upendo ambao Yesu alionyesha. Yeye alionyesha upendo mkamilifu. Na jioni ya leo tunaangalia ujumbe huu, upendo kamili wa mchungaji kwa kondoo. Upendo kamili wa mchungaji kwa kondoo. Ujumbe wetu jioni ya leo anatuambia katika Yohana sura ya 15. Yohana sura ya 15, na hapa anatusomea na kusomea mstari wa 13. 15:13. Hapa anatuambia hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa rafiki zake. Hakuna mwenye upendo mkubwa kuliko huu, kwamba mtu autoe uhai wake. Na unajua hii ina maana gani? Huyu ni mtu ambaye amekuwa, huyu ni mtu ambaye ana shauku ya kuweza kuishi, mtu ambaye anajua jinsi ambavyo maisha yana thamani gani, mtu anayejua lengo la uhai na ile furaha ya kuwa na uhai na hamasa ya kuwa na uhai, mtu ambaye ana mambo mengi ambayo anasema kwamba nitakapokuwa mtu mzima nitafanya 1, 2, 3, na ghafla kuna kuwa na hitaji sasa kwamba autoe uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Na anasema nasahau ndoto zangu zote, na achilia mbali malengo yangu, na acha shauku zangu, na acha kila ambacho ni manuio yangu kwa ajili ya rafiki yangu, na utoa uhai wangu hasa. Natoa zile shauku zangu mwenyewe, natoa kila aina ya manuio yangu, na weka chini, na weka kando kila aina ya ndoto ambazo nimezifikiria. Huo ndio upendo ambao Yesu Kristo aliudhihirisha, na akaacha utukufu wake kule juu mbinguni, akaacha kule kuabudiwa na malaika, akaweka kando ile heshima na staha aliyokuwa naye kule katika umilele kabla hata ulimwengu kuweza kuwa umeumbwa. Akaweka kando kila kitu, na akaja hapa ulimwenguni akateseka kwa ajili yetu. Na anasema hebu tafuteni katika historia, hebu tafuteni kokote kule toka mwanadamu alipoumbwa, hakuna mtu ambaye amekuwa na upendo mkuu kama huu ambao aliutoa uhai wake kwa ajili ya ndugu. Na unajua si kutoa tu ule uhai. Ukimwangalia Yesu Kristo, yeye sio kama kwamba kuna kitu ambacho kitamkata kichwa ghafla, alafu utasikia maumivu, alafu kile kichwa kimekatwa tu. Hapana, Yesu kwake kifo akikuwa ghafla namna, kulikuwa na kusalitiwa. Akajua kwamba anakwenda kufa, anasema nitapitia hayo. Kulikuwa na kule kubwatuliwa kofi, kulikuwa na kutemewa mate, akasema najua hayo yapo, nitayapitia hayo. Kwa nini? Kwa sababu ya pendo. Najua kazi ambayo tumeitiwa na kule kuzichunga roho, ile kazi ya kiongozi, ile kazi ya mtumishi. Kuna watu ambao wanadhani kwamba hakutakuwa na mwiba katika huduma yao, kutakuwa na changamoto, hakutakuwa na aina ya kutokuwa na raha katika huduma. Nasema
kwenda kumtumikia Bwana. Si jambo jema kumtumikia Bwana wakati kila mtu anakuambia ndio Bwana, ndio Bwana mkubwa, tunakupenda. Kutakwenda kuwa na changamoto na magumu mbalimbali. Na Yesu alijua hayo yote, kutakuwa na magumu katika huduma. Akasema hakuna upendo mkubwa namna hiyo, kwamba japokuwa kuna kule kusalitiwa, najua mateso yanayakuja, najua kwamba kule kusulubiwa kutakuja, na hatimaye wakampima, wakamwangalia, wakaona kila aina ya matobotobo katika maisha yake, na Pilato hakuona hata kosa ndani yake, lakini bado akampiga mijeledi. Hiyo sio sawa. Kwa nini unampiga mijeledi? Umeona hana makosa, umeona huyu mtu hana hatia, unaruhusu wale askari wamwekee taji ya miiba. Hiyo si sahihi, sio haki. Na Yesu alijua kwamba hiyo sio haki, lakini bado akasema yote haya bado nayapitia, na bado nayapitia hayo bila kulalamika, nayapitia hayo bila manunguniko yoyote yale. Na wakati pale Pilato aliposema, mbona unijibu hivi? Ujui kwamba mimi nayo mamlaka ya kukusulubu, ya kusulubisha, alafu na mamlaka ya kuweza kukuachilia? Akasema, hivi nadhani hivyo wewe ungelikuwa una nguvu juu yangu kama sio mimi ambaye nimejisalimisha mimi mwenyewe kwako wewe. Hata wale watu ambao wamenitoa wakunitia katika mikono yako wana makosa makubwa, wasingeweza kufanya chochote kile. Ningeleta malaika hapa akawasambaratisha wote. Lakini hakuna aliyekuwa na upendo mkuu kama huu, kwamba mtu autoe uhai wake kwa rafiki zake. Na tunapomfuata Bwana kama wachungaji, tunapomfuata Bwana kama watendao kazi ya Bwana, tunapomfuata Bwana kama watu ambao tunasimama kwa niaba yake na kumwakilisha, ni sampuli hiyo ya upendo ambayo ijapokuwa joto linaweza kuwa kali, japokuwa magumu chungu mzima yanaweza kuwepo, japokuwa changamoto kadha wa kadha zaweza kuwepo, sio kwamba uhitaji kuwa na nguvu sana. Mtu anasema kama utakwenda kuvumilia hayo yote, basi unatakiwa kwamba jitu la miraba minne. La hasha, la hasha. Muangalie mama ambaye wakati mwingine mama hata ni kijana mdogo tu bado, na hana masomo yote yale na mafundisho yote ya malezi ya watoto na aina yote ile ya mambo ya mafundisho ya kulea mtoto. Na mtoto anapoamka usiku wa manane, na unapaswa kuamka, alafu ufanye hivi, mnyonyeshe mtoto, muogeshe mtoto. Ni binti tu wa miaka yake ya 10 na kabla hata mtoto yule kuzaliwa, yule binti alikuwa analala tu, na hata analala tu, na anasema hivi ni saa moja tayari jamani. Sasa anaye mtoto na hayo yote ya ile namna ya bugudha zote, kwa sababu ya ule upendo. Anasema huyu ni mwanangu, mtoto wangu, na kwa sababu ni mtoto wangu, haijalishi kwamba ameenda shule au kwenda shule, mambo ya kufua nepi na kusafisha hii kusafisha. Binti ambaye hakuwa anaweza hata kufua nguo, sasa mambo yote yamebadilika. Sasa kwa sababu ya upendo anafua nguo za mtoto, mavi yale anasafisha. Na kama vile ambavyo mchungaji ana upendo kwa ajili ya kondoo, anasema hakuna mtu mwenye upendo wa namna hii. Zile changamoto za huduma unazokabiliana nazo pasipo kulalamika chochote kile, na msongo wa huduma ambao unakabiliana nao bila ya kulialia, na kwa sababu unawapenda watu. Amen, unawapenda watu. Unajua wakati mwingine uko kwenye daladala pengine au kwenye bajaji, na kuna mama pale na mtoto, na yule mtoto kwa sababu moja au nyingine, yule mtoto analia, na kwa sababu huyo sio mtoto wako, sio mwanao, unahisi ndani ya moyo wako, na unatazama sasa, huyo mama, mbona mama yuko namna hiyo, mtoto analia hivyo. Na yule mama atasahau juu ya watu wote pale, anasahau pale. Alafu atakuwa ametoa mtoto, anamwimbia yule mtoto, wakati mama anamwimbia yule mtoto, lakini mtoto yule bado analia. Na wewe kama wewe ndiye tayari umeshaanza kubugudhika kwa sababu ya sauti ya yule mtoto. Mtoto anapiga kelele, anamsumbua kila mmoja, lakini yule mama haoni kana kwamba chochote kile kwamba anamsumbua nani. Kwa nini? Kwa sababu kuna upendo, haoni kama ni bugudha. Kadhalika tunapomtumikia Bwana, huyu ndiye Bwana ambacho hichi ndicho ambacho Bwana anatarajia ya kwamba utamtumikia Bwana. Mungu ashukuriwe kwamba unamtumikia Bwana. Amen. Utamtumikia vizuri zaidi. Mimi nitamtumikia vizuri zaidi. Amen. Hakuna kulalamika. Nasema hakuna kulalamika. Hakuna manunguniko, hakuna kubugudhika, hakuna aibu. Na hata kama kuna watoto wangu wowote wale, kama wanangu wote wale katika kanisa la nyumbani, kama mmoja wapo wale washirika, kama wanalia na kulia, wanakuja kubisha hodi katika mlango wako, na majirani wanasema watu wako wa kanisani wamekuja tena, na wewe hutakuwa umebugudhika na hayo, kwa jina la Yesu. Alafu unawakaribisha, kwa sababu
Huyo ni mtendakazi ambaye anawapenda wale watu. Huyu ni mtu mtendakazi ambaye amejitoa na amesalimisha kwa ajili ya kuwatunza wale watu, kwa sababu hakuna upendo mkubwa ambao mtu amekuwa nao, kwamba mtu autoe uhai wake kwa ajili ya ndugu zake. Angalia kinachofuata pale mstari 14, anasema ninyi ni rafiki zangu, ninyi ni mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Jaribu kuwaza hilo. Mambo yote niliyoyasikia kwa Baba nimewaarifu. Huo ni upendo. Mchungaji juu ya kondoo, anayewapenda kondoo, hatunzi siri yoyote. Najua kuna baadhi ya watu wana usiri sana. Kuna baadhi ya watu ni wake na waume wakwa wenyewe tu, wamejiengua na wale kondoo wanaoishi nao, wamejiengua na wale washirika ambao wanaongoza. Huyu ni kijana mdogo sana, asijue chochote juu yangu, na huyu yuko mbali sana na mimi. Hatuko sio hirimu yangu, hatuko kwenye kiwango kimoja. Mimi niko katika kiwango hiki na huyu naye yuko kwenye kiwango kile. Hawawezi kutoa mfano wa maisha yao wa wenyewe kwa watu wale. Wanaweza kufungua Biblia, wanaweza kusoma maandiko, na maisha ya mtu anayepitia ni kama anayopitia yeye ambaye amepitia ni sawa na yule. Lakini sasa bado nahitaji kujitunza na kuwa na heshima yangu Bwana. Nahitaji kutunza taarifa zote juu ya nafsi yangu, na wala waonyeshi ule upendo wataonyesha kwa mtoto wao waliomzaa au binti yao, wataonyesha kwa watoto wao wenyewe. Kama ingekuwa ni watoto wao waliowazaa, wangesema kijana wangu hebu njoo. Unajua nilipokuwa kijana hiki kilinitokea, lile linitokea, na unachokipitia sasa na mimi nimekipitia hicho. Na yule mtoto atapokea kutiwa moyo. Lakini kwa sababu hawa viongozi wamekuwa watu wa kujiheshimu sana, wako kwenye matawi ya juu, na wanachoonyesha ni upendo tu wa kinadharia. Naomba ya kwamba upendo wako hautakuwa wa kinadharia tu. Twaja katika Yohana sura ya 13. Yohana 13 kuanzia mstari wa kwanza. 13:1 anatuambia hapa, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu. Hebu subiri kwani. Atakayotoka katika ulimwengu. Na unajua alikuwa au aendi kama mtu ambaye amelala tu alafu huyo akafa pasipo maumivu yoyote. Jamani, tulimuona jana tu na alikuwa mbona hajambo kabisa, hakuna maumivu yoyote yale. Alafu wengine wanasema hebu nife tu namna ile, kwamba nilale tu alafu naishia huko. Ile Yesu alivyoondoka, kulikuwa na ile hukumu, kesi ile, kulikuwa na yale maumivu, kulikuwa na Getsemane, kulikuwa na kulia, kulikuwa na damu kumwagika, kulikuwa na mejeledi ile mwili wake alafu na jasho lile kama damu, ndio aliyopitia. Alafu kugongomlewa msalabani, kushutumiwa, shuka, ndipo utakapokuamini. Alijua kwamba hayo yote yatakuwa yanaendelea, lakini angalia, anasema alikuwa anakwenda kwa Baba. Anasema akisha kuwapenda, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu. Anasema aliwapenda nini? Aliwapenda upeo. Mungu ashukuriwe kwamba uko hapa. Kuna baadhi ya watendakazi wakiwa na matatizo kidogo tu, wakiwa na moyo kuuma kidogo, watendakazi akiwa na changamoto kidogo tu, akiwa na aina yote kabugu kidogo katika mahali pa kazi, hawezi kuja kwenye mkutano wa watendakazi. Kama wana aina ya kizuizi kidogo tu, hawatakwenda kwenye kanisa la nyumbani. Kama wana aina ndogo tu ya kamefanyia operesheni kidogo, au pengine kama mwenye nyumba wao amewafanyia kitu, au ni mume amekosa kuelewa, au mke amekosa kukuelewa, kama wana changamoto kadogo, hawatafanya majukumu yao ya kiroho. Lakini Yesu Kristo, yeye ambaye ni mchungaji mwenye upendo kamili kwa kondoo, anasema matatizo najua yatakuja, changamoto najua haya yatakuja, kuna makandamizo yanakuja,
na kile kihoro na yale mateso, nilijua hayo yatakuja, na kule kusalitiwa na hata mmoja wa wanafunzi wangu, nilijua hayo yatakuja. Lakini hali aliupenda walio wake, aliwapenda upeo. Naomba ya kwamba haya yatanenwa juu yako wewe. Angalia Yohana 13 mstari wa 34. 13:34. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Kama vile nilivyowapenda. Hakuna shaka kwamba upendo wa Kristo ulikuwa ni upendo mkamilifu, upendo mkamilifu. Na bado nasema, nakupeni amri mpya sasa, mmekuwa pamoja nami, mmeniona, mmeniangalia, na mmeona aina ya upendo ambao nimeudhirisha kwenu, upendo mkamilifu. Na hii ndio amri mpya ninayowapatieni, kwamba mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Itakuwa hivyo, watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Ni kwa upendo huu, upendo kama wa Kristo, upendo kamili, upendo wa kivitendo, upendo utakasao. Ni kwa sampuli hii ya upendo ndio inayosaidia watu wengine na kuwainua watu wengine, na unafanya kama ambavyo Yesu Kristo angelifanya. Kama Yesu Kristo angelikuwa hapa duniani. Ni aina hii ya upendo, ni aina ya upendo yenye kujisahau binafsi. Unajisahau wewe mwenyewe, na unasahau changamoto zako, unasahau magumu yako, unasahau kila aina ya misongo mbalimbali unayokabili katika mahali pako pa kazi, au katika jamii inayokuzunguka, au nyumbani kwako. Unasahau kila kitu na unashangwe. Hutakaa tu katika uso wa Yesu, hutakaa kandoni mwa Yesu. Hebu angalia wakati alipokuwa tayari amekwisha kusalitiwa na watu wakaanguka ardhini, nasema watu wakaanguka pale chini kwa sababu ya ule mshtuko. Nasema mnamtafuta nani? Nimeshawaambieni mimi ndiye. Kama mnanitafuta mimi, basi hao waacheni waende. Halikuwa hata akiwaza juu ya ule ulinzi na ule usalama wa wale wanafunzi wake, wakati yeye tayari alikuwa amekwisha kusalitiwa na amekamatwa tayari. Na alafu mtu akachukua ule upanga akakata sikio la mtu. Alikuwa nani alikata sikio? Petro. Akainama. Hebu angalia hilo, ule upendo ambao alikuwa nao, ya kwamba ijapokuwa alijua ya kwamba hii itakwenda kuwa ndio mwanzo ya maswala mazito sana, matatizo makubwa, akainama chini, akatoa ile sikio, akaliweka pale ile sikio kufanya muujiza hata kwa ajili ya maadui wake. Na alafu akamwambia Petro, hebu urudishe upanga wako ahalani mwake, sababu kama mtu akiubeba upanga, sipendi hili kutokea na wewe. Kwa hivyo usitumie upanga, usijiko kurudia na wewe upanga. Ufalme wangu sio ufalme wa ulimwengu huu. Kama ingelikuwa ningelikuambia kwamba upambane, lakini kwa sababu ufalme wangu sio ufalme wa dunia hii, ndio maana tutumii aina ya nguvu za kimwili. Bado aliwapenda hata katika hali ile. Bwana anatuambia ya kwamba unaweza kufanya hivyo, kwa sababu anatuambia kwamba hiki ndicho hasa alichokuiteni na anakuonyesheni mfano, na achia kilelezo ya kwamba mfuate kile ambacho mimi nimekifanya. Wakati napokuja katika zamu yako, utatenda hivyo. Angalia Yohana sura ya 21. Yohana 21, na hapa nakusomea kuanzia mstari wa 15. 21:15. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro. Walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Simon Petro mwana wa Petro, je, wanipenda? Simoni mwana wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Huwezi kuuliza swali kama hilo kama wewe mwenyewe hujaonyesha upendo ule zaidi ya hawa. Sababu Yesu Kristo alitupenda na akawapenda wenye dhambi. Anawapenda watu waliokuja kuwaokoa kuliko utukufu wake kule juu mbinguni. Alitupenda sana kuliko malaika kule juu mbingine. Alitupenda sisi kuliko ule mng'ao na ule utukufu na ule uzuri wa mbinguni. Alitupenda kuliko kule kuabudiwa na malaika juu mbinguni. Na kwa sababu alitupenda kuliko wao wote, alikuwa na haki na kuweza kuuliza na kusema, Simoni mwana wa Yohana, wanipenda kuliko hawa? Mstari 15 anasema akamwambia, naam Bwana, wewe wajua
kuwa nakupenda. Sehemu ya mwisho mstari 15. Petro, hujajibu swali hilo vizuri. Unajua kama ningelikuwa mwalimu kama ningelikuwa bado nilikuwa mwalimu shuleni, alafu nauliza swali, je, unampenda huyu kuliko hawa? Kama utakwenda kujibu katika kuthibitisha na kusema ndio Bwana, najua nakupenda zaidi kuliko hawa. Akumaliza sentensi, akasema naam Bwana, wewe wajua nakupenda. Akamwambia lisha kondoo wangu. Umeona jinsi ambavyo nimekuja? Umewambia watu wengine naenda kuvua samaki, na sikukukuta pale ambapo nilidhani kwamba ungelikuwepo. Ulikuwa mahali ambapo sio sahihi. Alafu nimekuja kwako, nimekuambia nikakuulize, ni mwanangu, mnacho kitoweo? Badala ya kukukemea, badala ya kukurudi, nikakuuliza, je, mnacho kitoweo? Ukasema hapana. Alafu nikakuambia, basi tupa jarife lako baharini na utakamata kitoweo. Na ukatupa jarife lako na ukakamata samaki wengi na ukaanza kuhesabu. Nikamwambia njoo ule. Nikawa nimeshaandaa kila kitu kwa ajili yako. Huo ndio upendo ambao nimekuonyesha. Uonyesha upendo huo kwa wengine. Sasa nakuuliza Simon Petro, je, wanipenda kuliko hao uliowakamata? Na bado Bwana atuuliza kwamba ni ule upendo mkamilifu, ni ule upendo wa kivitendo ambao aliuonyesha, ambao anataka nasi tuonyeshe. Sio upendo wa kinadharia, sio upendo wa sura na aya. Hapana, ni upendo wa kivitendo. Mstari 16, akamwambia tena mara ya pili, Simoni mwana wa Yohana, wanipenda? Hakuuliza kuliko hawa. Unaweza kuona jinsi ambavyo Bwana alichukuliana na mipaka yake. Akamwambia, wanipenda mimi? Hivyo ndivyo ulisema awali. Awali ulisema kwamba utakufa kwa ajili yangu. Wewe si ndio ulisema kwamba unanipenda? Sasa ona kilichotokea. Yesu hakutaja yoyote kati ya yale yaliyopita. Akamruhusu tu afiche haya ya uso. Alimruhusu asahau juu ya hatia yake ambayo alikuwa amekwisha kumsamehe. Alikuwa anamuita tu sasa aje kutumika. Kadhalika tunapaswa kuwafanyia watu. Kuja kwetu katika mikutano yetu ya watendakazi Jumamosi, na kuja katika mafundisho yetu Jumatatu, kuja kwetu katika ibada ya Jumapili, kuja katika mikutano yetu ya viongozi Jumapili na siku ya Alhamisi, ni ili kwamba tupate masomo na kujifunza na kuweka katika maisha yetu, na mambo lazima yawe na ubora. Mambo yatakuwa bora zaidi. Kwa hivyo mstari wa 17, akamwambia mara ya tatu. Petro alimkana Yesu mara ngapi? Mara 3. Na Yesu bila ya kutaja chochote kile juu ya kule kumkana, lakini alitaka kumkumbusha, lakini alikuwa kwenda kumkumbusha, hakuwa anamkumbusha moja kwa moja. Akamuuliza mara ya 3, Simoni mwana wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika, alikuwa sana ipatapata. Sasa utaipata, sasa utaelewa. Unaposikia neno la Mungu, kama unasikia neno la Mungu na halikugusi, halikuchomi, halikushtushi, unasikia neno la Mungu unaona kawaida tu, halileti mguso wote wa kiroho, hayamshi hisia yote katika ufahamu wako. Unasikia neno la Mungu na halikukumbushi jambo lolote ile ambalo umelifanya, jinsi ambavyo umeifanya kazi ya Mungu, ushtuki jinsi ambavyo hujatoa kila kitu kwa ajili ya kazi. Unasikia neno la Mungu na unaona kipengele cha kwanza, kipengele cha pili, kipengele cha 3, unaona ule mfumo, unasema mfumo mzuri sana wa mafundisho. Hiyo ndivyo anavyofanyaga. Haijafanya kazi yoyote katika maisha yako. Na Petro akawa amehuzunika kwa sababu amemwambia mara ya 3 ya kwamba wewe wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, na unajua kwamba mambo ni tofauti sasa, na unajua kwamba toka umetokea katika hii pwani na ukatuambia kwamba tutupe majarife letu, na wanafunzi wote wakasema kwamba huyo ni Bwana, huyo ni Yesu. Na niliposikia hilo na kuona kilichokifanya na kuona yule msimamo uliokuwa nao, uliposema njoo na tule, nami nikala yule samaki, nilikuwa najiuliza, hebu angalia Yesu, angalia Mwokozi wangu. Bwana, nifanye kuwa kama wewe. Mambo mbona yamebadilika sasa? Akasema wewe wajua, umetambua ya kwamba nakupenda. Yesu akamwambia, kila mtu usema kwa sauti, kilisha kondoo wangu. Kama wewe wampenda Bwana, utawalisha kondoo wake. Amen.
utawatunza kondoo wake, utawajali. Utakuwa ukiwaza hawa ni kondoo wa Bwana, na utendaji wako, tabia yako kwa kondoo, tabia yako kwa wale kondoo vitaakisi ile heshima na ule upendo uliokuwa nao kwa ajili ya Bwana. Sababu hawa sio kondoo tu wa kawaida, hawa si tu wana kondoo tu, hawa ni wake Bwana, na sababu ni mali ya Bwana wako, nitakwenda kuwahifadhi, kumhifadhi huyu, nafanya hivi kwa ajili ya Bwana wangu. Tunaangalia upendo kamili wa mchungaji kwa kondoo. Mambo tatu tunaangalia. Jambo la kwanza, upendo mkamilifu wa Mwokozi wetu. Upendo kamili wa Mwokozi wetu. Kipengele cha pili, upendo safi kati ya wateule. Upendo safi kati ya wateule. Kipengele cha tatu, upendo wetu ng'ang'aniao kwa Mwokozi, kwa mchungaji. Yote tunayofanya ni kwa ajili ya upendo wetu kwa mchungaji. Ndiyo tu mali ya kanisa, ndiyo tuko Deeper Life, ndiyo tunaimba kwa ajili tunaimbia kutaniko, ndiyo tu mashemasi, ndiyo tu watu wa usalama. Kila tunayofanya ni ili kwamba tuifanye kwa Bwana, kama kwa Bwana. Kama isingelikuwa Bwana sababu alitupenda na kwa sababu alituokoa, tusingelikuwa hapa. Kama isingelikuwa ni Bwana kwa sababu ajitoa yeye mwenyewe kwa ajili yetu, pasipo kusaza chochote, bila ya kizuizi, bila ya mipaka, isingelikuwa ni Bwana, tusingelifanya tunachokifanya. Kwa hivyo upendo wetu, na ndio maana hatuchoki, japokuwa watu wengine wangetarajia ya kwamba watu wa Deeper Life mbona wana shughuli nyingi sana, kila wakati unajua unawaendea kwao kwenye manyumba yao, humkuti mtu pale, wamekwenda kugawa trucks, wamekwenda kubishabisha hodi huko, au wamekwenda kwenye mkutano wa maombi, au wamekwenda kwa mazoezi ya kwaya, au wamekwenda kwa ajili ya mkutano wa watendakazi, wanakufunga na kuomba. Kuna kitu daima kinatokea, hawapo nyumbani, na Mungu apewe sifa. Kuna kitu kinatokea, kila kinachoendelea, na hutachoka kwa jina la Yesu. Unajua kwa nini? Kwa sababu tunatenda kwa ajili ya Bwana. Hatutendi kwa ajili yao, hatutendi kwa ajili ya mwanadamu. Japokuwa tunawatembelea wenye dhambi, hatufanyi tu kwa ajili ya wenye dhambi, tunafanya kwa ajili ya Bwana. Japokuwa tunawatembelea washirika, hatuwatembelei tu kwa ajili ya washirika, tunawatembelea na tunawasaidia watu kwa sababu ya Bwana. Na kule kung'ang'ania kwetu kwa upendo kwa mchungaji. Kipengele cha kwanza, upendo mkamilifu wa Mwokozi wetu. Tunapaswa kuanzia na yeye, sababu ni kwa ajili ya upendo lake ndio maana sasa tunazalisha aina hiyo ya upendo, na ndio maana tunatoka katika njia yetu na kuwapenda watu wake. Tunaangalia waraka wa kwanza Yohana sura ya 4. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 9. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 9. Katika hili tumedhihirisha upendo, umedhihirisha upendo lake kwetu, sababu Mungu alimtuma mwanae wa pekee. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanae pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Mstari wa 10, hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanae kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Angalia mstari wa 18. Mstari wa 18, katika pendo hamna hofu. Linadhihirishwa kikamilifu katika maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alikabiliana na wale Mafarisayo, wakasema watamsulubisha, na hata Kayafa akasema ufanye kitu. Ilikuwa imepasa mtu mmoja afe. Hakumwogopa Kayafa sababu hakuna hofu katika upendo. Mwangalie yule mama tena, yule mtoto ndio kwanza tu anaanza kutembea, na wanakwenda sokoni, na mama anashika mkono wa yule mtoto, na ghafla yule mtoto anataka kuwa na uhuru wake, anaachilia mkono kutoka kwa mama yake, na anataka avuke barabara. Mtoto mwenyewe anapovuka barabara, mama anaona gari linakuja. Mama anafanya nini? Mama anakusema mwanangu ameshaenda. Je, mama amefanya hivyo? Mama anafanya nini? Anamkimbilia yule mtoto, haogopi ile gari linalokuja, kwa sababu upendo ni wenye nguvu, ni hisia yenye nguvu kuliko uoga. Upendo unafutilia mbali ile hofu, anakimbilia. Na kwa sababu yule dereva hakumuona yule mtoto, yule dereva atamuona yule mama kwa sababu ni mkubwa, na kwa hivyo anambeba yule mtoto. Na kila mmoja na watu ambao sio wazazi wa yule mtoto
wanaweka mikono yao mdomoni, wanasema kuna kitu kinatokea, lakini mama hakusikia hayo, kwa sababu hakuna hofu katika upendo. Amen. Unapokuwa na upendo huogopi, unakumbuka ulipokuwa karibu kuoa au kuolewa na kuona sasa. Na wakasema ni hatari kutoka usiku. Kama ukiondoka mahali pako na unaenda mahali kule kwingine, unaporejea sasa na kila mahali giza na hakuna taa za barabarani, lakini una miadi ya kuonana na kipenzi chako na chumba wako, hamjaanza hata hamjaingia katika ndoa bado, unakwenda kule, na wakati unakokwenda kule na tayari kunakuwa giza. Hukumbuki walivyokuonya kwamba ni hatari kutembea usiku, na sasa uko kule, wala uangalii saa yako kwamba saa zinakwenda. Hebu malize sasa mazungumzo, najua kunakuwa ni giza. Na baada ya mazungumzo yote tunataka kusema na yeye pia, unapoondoka pale, unatoka na nakusindikiza, na unasema unaweza kurejea sasa, hebu nikusindikize utakapofika pale kwenye ile stimu wa taa ule, unapofika sasa unaweza kurejea sasa, basi nenda. Si unakumbuka unaweza kuondoka sasa. Na hatimaye anarudi, na kabla hujafika nyumbani imeshachelewa sana, saa za usiku, na wala ukukumbuka kwamba wamesema kwamba ni hatari kutembea usiku. Unajua kwa nini? Upendo unafutilia mbali hofu. Na unapompenda Bwana anavyokuwa kama ambavyo ametupenda, akasahau juu yale maumivu ya mateso. Bwana akasahau yale maumivu ya kusalitiwa, akasahau maumivu yale ya kusulubiwa. Alijua ya kwamba atalia na kusema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini akayapitia hayo yote mpaka akasema imekwisha. Na ndio maana sisi kadhalika tunamtumikia Bwana, hakuna hofu katika upendo. Amen. Nasema hakuna hofu katika upendo. Unapompenda Bwana na unawapenda kondoo kama yeye alivyowapenda kondoo, hofu yote itaondokea mbali katika moyo wako katika jina la Yesu. Si tu kwamba unapambana na ile hofu, si kwamba unashindana na ile hofu. Hapana, ni ile tu kwamba umekubikwa mno na ile kazi ambayo umeitiwa kuifanya, kiasi kwamba hofu yote imeshajiondokea mbali na wewe, na Bwana atakulinda. Amen. Na Bwana atakuhifadhi maisha yako, na upendo wako ambao ni mkamilifu, ambao unaofuata ule upendo wa Bwana, hautakuwa upendo wa bure katika jina la Yesu. Katika waraka wa kwanza Yohana sura 4 mstari 18 anasema, katika pendo hakuna hofu, lakini pendo lililo kamili hulitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu, na yeye mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Sisi twampenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Tunampenda kwa sababu alitupenda sisi kwanza. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu, niambie, ampende na ndugu yake. Huo ni upendo wa Yesu Kristo, upendo kamili. Warumi sura 5 mstari wa 6. Warumi 5:6 anasema, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati tulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Hilo ni pendo lake. Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Tazama mbele huku kwanza. Kristo alikufaje kwa wasiokuwa wataua? Hakuwaona jinsi walivyokuwa. Huo ni upendo. Hebu nirejee kwa yule mama tena. Yule mama anamtunza mwanae, na kama mama ni mama mwenye kutazama mbele, na kama mama ni mtu mwenye kutarajia, kama mama ni mtu ambaye ana malengo na tayari amekwisha kuomba na kusema kwamba huyu mtoto atakwenda kuwa kitu fulani au fulani. Kwa hivyo yule mama haangalii kile ambacho mtoto alivyo sasa. Huyu mtoto atakwenda kuwa raisi, nipe amen pale. Huyu mtoto atakwenda kuwa atakuwa daktari. Je, unaweza kupata amen nyingine? Huyu mtoto atakwenda kuwa mtu ambaye atawahudumia maelfu ya maisha ya watu baadaye. Ni kwa sababu ya ndoto ile, ni kwa sababu ya utukufu ule ambao anautazama katika huyu mtoto sasa, na anamtunza yule mtoto. Na Bwana anakutazama na wewe namna hiyo, si jipo ambavyo uko leo, bali vile ambavyo utakuja kuwa katika wakati ujao. Utakwenda kuwa mtu fulani.
hata ijapokuwa ulikuwa huu kitu kama mtu usiyekuwa na maana, lakini Mungu ashukuriwe kwamba utakwenda kuwa mtu fulani. Kama ukiamini hilo, onyesha ya kwamba unaamini kwamba utakwenda kuwa mtu fulani. Angalia, hao walikuwa sio wataua, lakini bado nikana kwamba, hebu nikukumbushe juu ya Petro. Mwangalie Petro na mwangalie sasa akiyumbayumba, mwangalie akimkana Kristo. Alafu Petro akasema naenda kuvua samaki. Bwana Yesu, kwa nini namfuatilia huyo mtu? Mwangalie huyu mtu amesema hakujui, huyu mtu amesema hata kukana. Huyu sasa mtu anaenda kwa watu wengine, anaenda kuvua samaki. Nasema mimi simtazame sasa jinsi alivyo, na mwangalia kama jinsi ambayo atakavyokuwa katika siku ya Pentekoste, na atakavyokuwa katika Matendo ya Mitume sura ya 3. Fedha na dhahabu sina, nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila mmoja sema simama uende. Na ikatokea. Ndivyo ambavyo nawapenda watu. Yeye alitupenda tulipokuwa hatua taua, tulipokuwa tungali wenye dhambi. Alitupenda tulipokuwa bado hatuthabiti. Alijua kwamba tutabaki namna hiyo, na ndio maana akaonyesha upendo ule. Angalia mstari wa 7 pale sura ya 5 Warumi. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Angalia mstari wa 8, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Upendo pasipo mipaka, upendo pasipo kizuizi, upendo pasipo aina yoyote ile ya kikwazo, kizuizi. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Huo ni upendo mkamilifu ambao umetubadilisha na kutugeuza kikamilifu. Hebu njoo katika Timotheo wa kwanza sura ya 1. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 12. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 12. Sema namshukuru Kristo Yesu ambaye ameniwezesha, kwa maana alinihesabu kuwa mwaminifu akiniweka katika huduma, ambaye nilikuwa hapo kwanza mtukanaji. Unampendaje mtu ambaye alikuwa mtukanaji? Mtu ambaye kwa sababu atakwenda kuwa muamini, atakwenda kuwa balozi, atakwenda kuwa mhubiri, atakwenda kuwa mtendaji muujiza, atakuwa ndiye ambaye anafungua milango kwa mataifa. Kwa hivyo angalii kwamba yukoje sasa, na ndio maana alimpenda. Alisema nilikuwa mtesaji, lakini alikwenda kuja kuwa mhubiri. Nilikuwa mtu jeuri, lakini nilipata rehema, kwa sababu nilifanya hivyo kwa kutokufanya hivi, kwa kutokuamini. Na neema ya Bwana wetu ilizidi sana kwa imani na upendo ambao ule katika Kristo Yesu. Na ni neno la kuaminiwa na kustahili kukubalika ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Kwa hiyo unaweza kuona upendo wa Kristo kwa Sauli wa Tarso, kwa kile ambacho alijua kwamba Sauli atakuja kuwa nani, na kwa sababu Bwana anajua kwamba atakuwa ni nani, ndio maana alimwonyesha ule upendo mkamilifu. Na ni upendo unaookoa, ni upendo unaotakasa. Anatuambia katika Tito 2 na kuanzia pale mstari wa 11. Tito 2:11, maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa, naye atufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Hiyo neema inakuja katika maisha yetu, na hiyo neema haituachi pale ilipotukuta. Ule upendo unatubadilisha na kutugeuza. Anasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa. Huo ndio upendo, alijitoa. Huo ndio upendo. Hakusaza chochote kile, nitatunza heshima yangu. Najua kuna watu wengine ambao wanatazama sana heshima yao, wanajali mno staha yao, wanajali mno cheo chao. Kuna watu ambao wanajali sana kwamba ile muonekano wao, wanajali sana, wanasema ndio namtumikia Mungu, lakini mimi sipendi usahau kwamba mimi nani. Sipendi wewe usahau kwamba heshima yangu na utukufu wangu na cheo changu. Huo sio upendo mkamilifu. Lakini unapowapenda watu unasahau
Ni kama mtu anakuja kukutembelea na kuna mtoto pale ambaye amezaliwa, na huyu mtu anakuja na unaangalia, unampatia mtoto anaangalia gauni lake, sema anarudi nyuma, nakupa mwanangu ili kwamba mkamate na uonyeshe upendo kwa mwanangu. Anasema naelewa, lakini nasikitika kwamba mtoto, hebu angalia jinsi ambavyo alivyo, angalia nguo zake na angalia nguo ya kwangu mimi, natoka hapa nitakwenda, kuna mahali na miadi. Anafikiri juu ya miadi mingine, hafikiri juu ya yule mtoto anayetakiwa kumpakata. Lakini mama atafanya hivyo, haijalishi kwamba mavazi yako yana uzuri gani, hata jali kwamba yule mama yake yukoje, atabeba yule mtoto hata kama gauni lake litachafuka, hajali, ni ule upendo. Kadhalika unapowaza juu ya Yesu Kristo, yule mchungaji na Bwana, na upendo ambao ameonyesha, na sasa unawajali wale kondoo, unawajali walio wadogo, sio juu ya heshima yako, sio juu ya kile ambacho unacho na usichokuwa nacho, na ule upinzani katika ile nafasi katika jamii, ni juu ya ule upendo tuliokuwa nao. Ndio maana aliitoa, wala hakusaza ile heshima yake, hakutunza kile kichwa chake, hakutunza kule kuonekana kwake. Alitoa yeye mwenyewe ili kwamba atuokoe na maasi yote na kujisafishia watu walio nini? Watu walio na juhudi katika matendo mema. Anafanya hivyo ili kwamba adhirishe upendo wake kwetu sisi. Waefeso sura ya 5, Waefeso sura ya 5 kuanzia mstari wa 25. Efeso 5:25. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Kwa nini? Ili apate kulitakasa, ili alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kuletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Huo ndio upendo atafanya kwa kila mmoja wa maisha yetu. Kumbukumbu 30, Kumbukumbu 30 anafanya nini? Tufanye nini ili kwamba tuzalishe ule upendo ambao mchungaji anao? Inakuwaje ya kwamba Yesu Kristo mwokozi wetu, Yesu Kristo mchungaji wetu alidhihirisha sampuli hiyo ya pendo, na sisi tufanyeje ili kwamba tuweze kuonyesha aina hiyo ya pendo? Tuna uzoefu gani ili kwamba tuweze kurudisha upendo ule? Kumbukumbu 30 kuanzia mstari wa 6. Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako. Amesema yeye atafanya, kwa hivyo atafanya. Nasema atafanya. Anasema atautahiri moyo wa uzao wako. Nini kusudi? Kwa nini autahiri mioyo wetu? Ili umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, upate kuwa hai. Unampendaje mtu? Kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nafsi yako yote. Maana yake ni kwamba unampenda mtu kiasi kwamba huwazi juu ya jambo lingine lolote lile. Unajua wakati mwingine, hebu tuseme kwamba unakwenda kuoa au kuolewa, nirejee katika masuala ya ndoa. Pengine hii ndio fedha yote ambayo unayo, alafu unakuta kwamba mkeo mtarajiwa hayupo hata nyumbani bado, anahitaji kitu fulani, na unasahau taratibu zote na sheria, usimpe kitu, lakini yuko karibu, pengine anataka kufa na amekosa kiswiti. Unasahau kwamba unahitaji fedha, na wewe mwenyewe unasahau kwamba unahitaji kununua hiki au kile. Hata unasahau kwamba utahitaji fedha kwa ajili ya kwenda kazini kesho. Kila kitu ambacho unacho unakitoa kwa ajili yake, kwa sababu lazima aishi. Mkeo hatakufa, mumeo hatakufa. Amen. Hayo ndio yote uliokuwa nayo. Mawazo yako yote yamekubikwa na jambo lile. Unaonyesha pendo lako juu yake kwa sababu ya pendo lako. Upendo hapigi mahesabu. Upendo hauna ubahili. Upendo sio bahili. Upendo hauzuilii. Upendo hausemi kwamba nahitaji kupiga hesabu sasa, sababu nahitaji hivi kesho, nahitaji kile juma lijalo, nahitaji hiki wakati ule mwingine. Upendo hauna mahesabu. Unapenda kwa moyo wako wote. Na unapokuwa umetahiriwa moyoni mwako, na unaona huyu ndiye Mwokozi, huyu ndiye mchungaji wako,
Huyu ndiye mbadala wako, huyu ndiye ambaye amekwenda kuandaa mbingu kwa ajili yako. Hakuna kupiga hesabu, hakuna kufanya hesabu. Kila ulichokuwa nacho sasa, kwa kuwa moyo wako umetairiwa, unampenda kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote na kwa akili yako yote. Hakuna kusaza. Ndivyo ambavyo utakwenda kuwa unampenda Bwana. Nasema hivyo ndivyo ambavyo wewe utakwenda kuwa unampenda Bwana. Kipengele cha pili sasa, moyo upendo safi kati ya wateule. Upendo safi kati ya wateule. Kipengele cha pili hicho. Narejea katika Petro wa kwanza sura ya kwanza. Petro wa kwanza kuanzia mstari 1:22. Waraka wa kwanza wa Petro 1:22. Anasema mmetakasa roho kwa kuitii kweli. Anasema mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, hata kufikiria upendo wa ndugu pasipo unafiki. Unafanya tu kwa uhalisia, sio unafiki. Unawatunza ndugu, unawatunza wachungaji, na wala si tu kwamba wananiangalia, nitatoa ripoti, nitauliza maswali, kama nikifanya hivi hasa nitakuandika. La hasha. Upendo sio kwa kuigiza, upendo sio wa kinafiki. Basi jitahidini kupendana kwa moyo, kwa moyo, kwa bidii. Turudi tena kwa mama. Hivi mmeshawahi kuona mama ambaye amemshika mwanae na anadhibiti hisia zake na kicheko chake, anadhibiti furaha yake, anadhibiti ile hamasa yake? Unajua watu wako pale na alafu mimi sitaki kucheka hadharani, mimi sitaki kuonyesha kwamba ninafurahi. Hapana, mama ajizuii kwa bidii. Na unapowapenda hawa wateule wa Mungu na hawa watoto wa Mungu, unapowapenda unafuraha kwamba unaonyesha, unahamasika kwamba unawapenda, inainuka sana kwamba unawapenda. Unajua hichi ndio kilele cha maisha yako, pale ambapo unaweza kuwatunza wateule wa Mungu, watoto wa Mungu. Unaonyesha tena kwa bidii upendo wako. Hakuna wa kukufundisha jinsi ya kuwapenda. Hakuna mtu wa kusukuma kuwapenda wapendwa. Unafanya tu kwa sababu ndicho kinacholeta furaha katika maisha yako. Angalia mstari 23. Anasema mstari 23, mmezaliwa kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu ya haribikayo, bali ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lile lenye uzima lidumulo hata milele. Warumi sura ya 13. 13 Rumi 9. Hii ndio aina ya upendo tunayozungumza. Anatuambia mstari wa 9, maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na kukiwepo amri nyingine yoyote, anasema yoyote, na anasema na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumlishwa katika neno hili ya kwamba, hebu tuseme kwa pamoja, mpende jirani yako kama nafsi yako. Angalia mstari wa 10. Pendo halimfanyii jirani yake neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Hebu angalia mbele huku kwa kitambo. Kuna wakati ambapo hatujui namna ambavyo haya mambo yanatokea, kwamba mwanamke kandoni mwa njia ambaye ni mwendawazimu amepata mtoto, amepata ujauzito, alafu anazaa mtoto. Na huyu mtoto japo kuwa mama yake ni mwendawazimu, angalia nywele zake, unaweza ukasema, angalia mavazi yake, alafu angalia tu alivyovaa, unaweza ukasema huyu mama ni mwendawazimu. Lakini amezaa mtoto, na huyu mtoto haijalishi linatokea, huyu mama ambaye ni mwendawazimu atatafuta chakula kwa yule mtoto, sawa? Na kama atakwenda kunyesha mvua, yule mwanamke ni mwendawazimu na anaona mvua inakwenda kunyesha, atakuwa anaandaa namna ya kumfunika yule mtoto. Upendo hautamfanyia lolote baya yule mtoto, japo kwa yule mwanamke ni mwendawazimu. Mtu anapokuja na anataka kufanya uovu wowote ule kwa yule mtoto, anaweza kutumia kitu kumpiga mtu, sababu anadhani kwamba wanakwenda kumdhuru. Lakini huyu mtoto hata tumia ile fimbo au chochote kile kumdhuru ule mtoto. Kwa nini? Kwa sababu ule upendo unazidi hata ule wazimu. Ule upendo unaahirisha ule wazimu. Upendo hautafanyia uovu yeyote. Kadhalika
Upendo wa Mungu unapokuwa ndani yetu, kadhalika tunapokuwa watoto wa Mungu na upendo wa Mungu uko ndani yetu, tunaweza tusiwe kuwa tuna elimu sana, tunaweza kuwa wakati mwingine tunaweza kuwa watu wenye kupenda mambo yetu tu, na unajiuliza kwamba mbona nafanya namna hii, mbona nafanya vile, lakini napokuja katika mambo ya kuwatunza kondoo na tunapenda, nasema tunawapenda licha ya kwamba tuna misimamo yetu, na unakwenda njia yako mwenyewe na unajitoa na wala wafanyii wengine mabaya. Upendo hawafanyii maovu watu wa Mungu. Mstari wa 11, naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu, huo ni wokovu wa mwisho, karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Tuenende kwa namna gani? Kama ilivyohusika na mchana, tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo. Na ni upendo bila chuki, ni upendo bila unafiki, ni upendo bila chuki yoyote, ni upendo pasipo bila mipaka. Ndio maana nasema mvaeni Kristo, umvae Kristo kana kwamba kama umemvaa Kristo. Kwa hivyo aina ya udogo wako wa imani, aina ya udogo wako wa mipaka hauonekani. Ni Kristo ndiye anayeonekana, na ule upendo wa Kristo unaonekana kwako. Anasema wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Amen. Warumi sura 12:9 anasema upendo na lisiwe na unafiki. Hebu upendo uwe na usafi na uwazi. Upendo uwe na ubichi wa utiririko wake, sio tu kuwa najaribu kujidhibiti ili kwamba niweze kuwapenda na kwa kweli siwapendi. Hapana, unawafurahia, unawapenda watu wa Mungu, na alafu unatumika. Nasema pendo lenu na lisiwe na unafiki, lisiwe na unafiki wowote, bila ya kuhudumia tu, bila tu kwa mdomo, bila ya kuonyesha kwamba huna upendo na huna furaha na kuwapenda. Anasema lichukieni lilo ovu, mkiambatana na lilo jema. Kwa upendo pendana na ndugu, mpendane ninyi kwa ninyi. Nasema tutapendana sisi kwa sisi. Unajua upendo sio wa kinadharia. Anahitaji chakula, upendo utampatia chakula. Anahitaji nguo na anahitaji msaada, utamsaidia. Upendo utampatia huo msaada. Anasema mpendane ninyi kwa ninyi kwa upendano wa kindugu, kwa heshima mkiwatanguliza. Niambie, kwa heshima mkifanya nini? Niambie kwa sauti, kwa heshima mkifanya nini? Mkiwatanguliza wengine. Turejee pale nyumbani kwa yule mama tena. Unajua hakuna fedha nyingi pale nyumbani, na tunahitaji kununua chakula. Baba anahitaji kula, mama anahitaji kula, na watu wengine nao pia wanatakiwa kula. Na sasa yule mtoto ndiye amekuja katika dunia, na kila mmoja anaimba. Yule mtoto sasa naye anatakiwa kula, na mama yule ameandaa chakula ambacho kinapatikana. Wanamfikiria nani kwanza apate chakula? Ni yule mama au yule mtoto? Yule mtoto. Kwa heshima mkiwatanguliza wengine. Tunatoa fursa kwa wale watu tunaowapenda, tunawapa matunzo watu tunaowapenda, tunawapa usikivu watu ambao tunawapenda. Na yule mama hajalala vizuri usiku wala mchana, amekuwa huku na kule na mtunza mtoto, na sasa yule mtoto amelala, na yule mama anataka kupata ka usingizi kidogo, na ghafla yule mtoto katika wakati ambapo hakutarajia anaamka, anaanza kulia. Mama je, atasema kwamba la, lia unavyotaka kulia, mimi nalala sasa, sijakusikia watu wangu? Hapana. Mama atafanya nini? Kwa heshima tuwatanguliza wengine. Nahitaji mapumziko, na pumziko lake ni la kwanza. Anahitaji faraja, mimi nahitaji faraja, lakini faraja yake ndio ya kwanza.
unapowapenda watu, unaona mahitaji yao, japo kwa wewe mwenyewe una mahitaji yako. Upendo na kufanya wewe uwatangulize wengine. Nataka kuwa na furaha na yeye anataka kuwa na furaha. Nataka kuwa na furaha na yeye naye anataka kuwa na furaha. Yeye kwanza. Na anahitaji matunzo na yeye anahitaji matunzo. Matunzo ya mtu yule kwanza. Huo ndio upendo ambao Yesu Kristo ameudhihirisha. Na huo ndio upendo ambao anataka upendo safi uwepo kati ya wateule. Itatokea. Angalia mstari wa 11. Anasema kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana kwa tumaini, mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkidumu kwa mahitaji ya watakatifu, mkitafuta ukarimu. Anasema kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu. Sasa unaelewa kwamba kwa maelezo nilotoa ni kwa kutokana upendo ni kihalisi tu, inatoka hiyo na kuwafikia watu na wapenda. Anasema katika kubariki wageni, anasema muwabariki wala msilaani. Tazame huku mbele. Je, umeshoka vielelezo vyangu? Mama anamtunza mtoto. Na bado yule mtoto bado ananyonya. Sasa yule mtoto ameshaanza kutoa meno na kuota meno. Na yule mtoto amehamasika sasa kwamba kuna kitu mdomoni mwangu ambacho kinaenda kukamata kitu na kung'ata. Na sasa mama anamtunza mtoto na anamnyonyesha mtoto. Na yule mtoto alidhani kwamba ili ni zoezi jaribio zuri la kufanyia kazi ilichokuwa nacho, kuona kama meno yangu yanaweza yakakamata hiki nacho. Alafu na yule mtoto anang'ata titi la mama. Alafu mama anasemaje? Anasema kamwe wewe hutampata tena nyonyo tena katika maisha yako. Je, mama anasema hivyo? Hapana. Upendo unasahau juu ya hilo. Upendo utamsamehe mtoto. Wakati watu wanafanya mambo wasipaswa kufanya, wanakukanyaga kidole chako, basi ukiniona tena nakujia, basi utaukata mguu wangu. Hata ukata mguu wako utarudi tena pale. Nasema utaukata mguu wako, utamrudia mtu yule. Sababu unaweza kuona kwamba kunapokuwa na upendo, hatujali kwamba wametufanyia nini, hatujali kwamba wametusemea kitu gani, hatujali jinsi ambavyo wametufanzia, kwa sababu wametutesa tunawapenda, wametukana tunawapenda. Hawajui wanaolifanya. Kama wangelijua wasingelifanya ambacho wanakifanya. Anasema furahini pamoja nao wafurahio, lieni pamoja nao waliao, mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili, msimlipe mtu ovu kwa ovu. Amen. Nitamrudishia? Hapana, upendo ufanye. Na mimi nitampiga? Hapana, upendo ufanye hivyo. Nitalipiza kisasi? Hapana, upendo ufanye hivyo. Msimlipe mtu baya ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Amen. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, nena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa, nasema adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu nyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Sijui kama mwae kusikia hili hapa awali, lakini unajua ya kwamba swala la mke na mume, mke akaokoka, alafu mke mtoto kweli wa Mungu, lakini mume akasema, aina gani hiyo ya dini mpya ambayo umepata? Umeokoka ulokole, mambo ulokole, staki hapa kwenye hii nyumba. Na mke yule akaendelea kumtumikia Bwana, na hatimaye yule mume ambaye tunamuita ule ukatili wa majumbani, yule mwanaume sasa wakati mwingine anampiga yule mama na kumtendea ujeuri, lakini yule mwanamke anakwenda kwenye pembe fulani, Mungu mbadilishe, Mungu muokoe, Mungu. Na yule mwanaume akaonekana kana kwamba hali yake inazidi kuwa mbaya, lakini hatimaye yule mtu naye pia akapata tatizo. Yule mtu akapata tatizo la macho, wakataka akawa kipofu. Haikuwa cataract, mtoto wa jicho,
au wataondoa kitu, yale macho yakawa kipofu, lakini mishipa yake ilikuwa bado iko mizima. Na kuna jambo moja tu ambalo wangeweza kufanya, wangeweza kuliondosha lile jicho moja na kupata jicho lingine zuri na kuliweka pale moja wapo angalau. Na yule mkeo alikuwa na macho mawili, na yeye hakuruhusu madaktari kumwambia yule mtu kwamba yeye alikuwa anatoa macho yake na jicho lake, na yule mwanamume alikuwa hawezi kuona chochote. Akaenda hospitalini na madaktari wakasema watafanya upasuaji, awe na maombi, kama itafanikiwa itakuwa vizuri. Alafu nyuma huko wakaenda chumba cha upasuaji, wakatoa jicho zuri moja. Ile mama alikuwa na jicho moja limebaki, na wakabadilisha yale macho. Alafu hatimaye wakafunika ile lingine lilikuwa aliwezi kuona, na baada ya majuma sasa alikuwa jambo, na sasa alikuwa aachiliwe kutoka hospitalini. Sasa aliweza kuona, akaangalia huku na huku, hii mbona nzuri, dunia imekuwa njema sasa, naweza kuona, naweza nikaona hii, naweza nikaona hivyo. Madaktari hawakumwambia kwamba ni nani ambaye walipata jicho pale likawekwa. Hatimaye mke akaja, kwa sababu yule mwanaume alikuwa atoka hospitalini sasa aende nyumbani, na kwa mara ya kwanza akamtazama mke wake, akamwambia, wewe vipi, imetokea jicho lako? Sasa anaweza kuona kwamba mwanamke yule hana ile jicho lingine, anaona tu pale lile kovu tule pale. Daktari akasema ilibidi tutoe jicho lake moja ili kukupatia wewe. Na yule mtu akapondeka, kwa jinsi yote ambayo nimekufanyia, kwa yote niliyokutendea, kwa jinsi ya mateso niliyokupa, maovu niliyokufanyia, nasema ulokole sio katika nyumba hii. Umetoa na jicho lako kwa ajili yangu. Ule uadui ukaishia siku ile. Amen. Nasema uadui ukakoma siku ile. Sio hadithi, ni jambo ambalo limetokea hasa. Huo ni upendo. Na tunapoweza kufanya hivyo, watu ambao wametukosea, watu ambao tunasema huyu sitamfanyia, sitawapatia hiki, tunapogeuka na kuwapatia kile ambacho ni cha thamani kwetu, naamini kwamba kila uadui utakwisha. Sijasikia kanisa lililohamasika. Angalia mstari 20, anasema 20, anasema adui yako akiona njaa mlishe, akiona kiu mnyweshe, maana mfanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishinde na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Amen. Mungu atupatia neema. Mungu atanipatia neema. Jiambie nafsi yako, Mungu atanipa neema. Atatupa neema kwa jina la Yesu. Waefeso sura ya 5. Waefeso 5. Waefeso 5 mstari wa 2. Enendeni katika upendo kama Kristo naye alivyotupenda. Kama Kristo naye alivyotupenda. Usienende ukiwa na chuki, umejawa na ujauzito wa chuki na una ujauzito wa kisasi, lakini enenda kwa upendo. Unapokwenda huku na kule, unaweza kuwa na upendo katika moyo wako, na katika hatua zako kuna upendo katika namna yote unapotembea. Kila unachoweza kuwaza ni kuwaza kwamba nitaonyeshaje upendo, nitafanyaje nidhihirishe upendo. Enendeni katika upendo kama Kristo naye alivyotupenda, akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Tuangalie mstari 25. Mstari 25, enyi waume wapendeni wake zenu. Enyi waume wapendeni wake zenu. Huwezi kuwa nyumbani pale amuongei pamoja na mnaweka vinyongo. Hamwezi kuwa katika nyumba alafu ni kana kwamba kuna wageni wawili wanakaa katika dari moja. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Mstari 28, vivyo hivyo imewapasa waume nao wapende wake zao kama miili yao wenyewe. Hutajitia sumu mwenyewe, hutajidhuru, hutajimwagia tikali we mwenyewe, hutajiadhiri, hutajiharibu we mwenyewe. Kadhalika kwa mkeo,
utamtunza huyo mke. Imewapasa ampendaye mke wake hujipenda mwenye. Mstari 33, lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mtu asikose kumstahi mwenyewe. Pende mkeo, hata watoto waseme mama anampenda baba, baba anampenda mama. Majirani zako pia wanaweza wakasema. Anasema kila mmoja wenu na ampende mke wake kama ajipendavyo nafsi yake, na mke aweze kumstahi mumewe. Itatokea. Petro wa kwanza sura ya 3, waraka wa kwanza wa Petro 3:8. Palipo na upendo, angalia sifa, angalia kinachotokea. Petro wa kwanza 3:8. Neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja. Tunawaza mamoja, tuna mwelekeo mmoja, tunasema yale yale, hatupingani, hatukinzani, hatuchukui njia tofauti kunapokuwa na upendo. Anasema muwe na neno moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitikivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya. Unajua, katika familia kuna wakati ambapo tunaweza tukasema kitu au tukatenda kitu kwa makosa, na mtu anakanyaga nyayo zako. Usemi kwamba ama alimaanisha au la, nitakwenda kumfanyia hivyo na yeye. Huo sio upendo, sio upendo. Upinzani sio kuchukiza, kulipiza kisasi sio upendo. Kutupiana mawe, kutupiana maneno, wanapotupia kijiwe na mimi namtupia kijiwe, sio upendo. Watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndio mlioitiwa ili mrithi baraka. Utarithi baraka zako. Baraka yako hakuna atakayechukua. Nasema baraka zangu hakuna atakaye mtu zichukua. Upendo utahifadhi baraka zetu katika jina la Yesu. Wakorintho wa kwanza 13. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza. Unapoona neno pale upendo, ni kule kujaliana. Wakorintho wa kwanza 13. Nitaponena kwa lugha ya za wanadamu na malaika na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upato uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nijapotoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, hufadhili. Pendo huvumilia. Kwa sababu ya kutokukomaa kwao unavumilia, na kwa sababu ya kutokujali kwao unavumilia, kwa sababu ya namna yao ya kimwili unavumilia, kwa sababu ya kurudi kwao nyuma unavumilia, na bado wewe ni mpole. Haufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu. Upendo hausemi najua mimi nani. Isingekuwa mambo ya dipa, isingekuwa mambo ya ulokole. Wewe usingesogelea hata nyumba yangu wewe. Na isingekuwa kwa sababu mimi ni mtendakazi, usingeniita hata jina langu, kwa sababu ndivyo nilivyo. Upendo hauna wivu, haujivuni. Upendo haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauoni uchungu. Wala upendo hauoni uchungu, hauchokozeki rahisi. Unajua jambo dogo linawafanya watu wakasirike. Makosa kidogo tu ambayo mtu amefanya litamfanya, kuna wengine lifanya mtu agadhibike, alipuke kwa hasira. Kitu ambacho watu wengine wamefanya
watachokozeka na kuongea na kuongea na kuongea na kuongea na kuongea mambo mabaya baya kabisa. Haitaendelea hivyo. Upendo hautakosa kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake. Hapo ni mahali pangu. Hiyo ni nafasi yangu, cheo changu, hiyo haki yangu Bwana. Wewe umethubutuje kukaa hapo mahali pangu? Je, hawakukuambia kwamba mimi hapo ndipo ninapokaa pale, mimi ndio nafasi yangu? Sogeaje hapo? Wewe hujui mahali pako, hujui mahali pangu. Kwani wewe mahali pangu upajui? Hapana, utafuti mambo yake. Hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Upendo hauhesabu mabaya. Unajua kuna baadhi ya watu kama umewakosea, pengine hawezi wakapigana ngumi, ndani ya moyo wanapigana ngumi, lakini kwa nje wanasema kama jambo baya litamtokea basi atajua kwamba Mungu ananitetea. Huo sio upendo. Huo sio upendo. Hakuna mabaya yatakayotokea wala kuwatokea. Hakuna jambo baya litakalo kutokea. Wakati unapomkosea mtu na anasema kama jambo baya litatokea, huo ni uchawi huo. Huo ni kuwa mwanga kwamba litakupata ili utaona. Yule mtu ni mjamzito na kunitazama vizuri na hakunisalimia na wakati yeye ni mjamzito, basi sawa. Mungu mfundishe somo, anapompoteza huo ujauzito wake atashika adabu. Huo ni uchawi. Hatapoteza mimba zao kanisani kwetu. Nasema hatapoteza mimba zao kanisani mwetu. Tunaondokana mambo hayo yote kwa sababu upendo haufikiri mambo mabaya, haufurahii mabaya, bali ufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Amen. Upendo haupungui neno wakati wowote. Piga cha 3 sasa. Upendo wetu wa kudumu kwa mchungaji. Tunapofanya huduma na tunaonyesha upendo kwa watu wa Mungu, tunaonyesha ule upendo kwa sababu ya Mwokozi, kwa sababu ya mbadala wetu, kwa sababu ya kile ambacho amefanya. Ni upendo wa Kristo ndio ambao unatudhibiti. Ni upendo wa Mungu ndio unatubadilisha. Ni upendo wa Mungu ndio ambao unatuamsha. Anatuambia katika Wakorintho wa pili sura ya 5. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 14. 5:14 Wakorintho wa pili anatuambia hivi: maana upendo wa Kristo watubidisha. Upendo wa Kristo ndio ambao unatusukuma, ndio ambao unatuhamasisha, ndio ambao unatubidisha, kwa sababu ule upendo umezama katika mioyo yetu. Sababu ule upendo unatutia nguvu, ndio unaotufanya tusonge mbele. Kwa maana upendo wa Kristo watubidisha. Kwa maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote, na tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwa hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe. Tunapoelewa kwamba tunapaswa kumpenda Bwana, na kwa sababu upendo wa Kristo unatubidisha, unatulazimisha, na upendo wa Kristo ndio ambao ndio nguvu ya kutusukuma. Tunajua kwamba hatupaswi kujiishia sisi wenyewe. Unajua wale wanaojiishia wenyewe, mimi siwezi kutoka leo, kidogo leo nimechoka. Kama yeye amechoka namna hiyo, bado atakwenda sokoni, bado atakwenda mahali pa kazi, bado atakwenda kupiga jikoni. Lakini kwa sababu ya aina hii ya kutokuwa na kujisikia vizuri, siwezi kwenda kwenye mkutano wa tendakazi leo. Itabadilika hiyo, utakuja. Na kila ratiba tulizokuwa nazo, angalau pengine mimi ni mtu mzima kuliko. Je, kuna mtu ambaye niko mtu mzima kuliko yeye, lakini bado naendelea kuja kwenye mkutano? Kama mimi naendelea kuja, na wewe utaendelea kuja. Nguvu niliyokuwa nayo utakuwa nayo, hamasa niliyokuwa nayo utakuwa nayo, na kila namna ya shauku niliyokuwa nayo na wewe pia utakuwa nayo kwa jina la Yesu. Na unajua anachokwambia hapa, anasema toka sasa hatujiishi sisi wenyewe kwa ajili yetu, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa kwa ajili yao na kufufuka kwa ajili ya wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote. Anatuambia katika Mathayo sura ya 10. Angalia anachokitarajia Mathayo sura ya 10:37. 10:37. Anasema
ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Unalielewa hilo vizuri, ya kwamba Yesu Kristo alitoa maisha yake, Yesu alimwaga damu yake, Yesu alinunua wokovu kwa ajili yako, amekwenda kutuandalia makao mbinguni. Na baba yako hawezi kufanya hivyo. Hata kama alitaka kufanya hivyo, hawezi kwenda kupatia mahali mbinguni, hawezi kupatia wokovu baba yako. Na Yesu amekufanyia kitu ambacho ni kikuu katika milele kuliko ambacho baba au mama yako anaweza kupatia. Na kile jambo la kawaida ni kumpenda yeye kuliko baba yako, kuliko mama yako. Na anasema yeye ampendaye mwana au binti kuliko mimi hanifai. Na mwanao na binti yako hawezi kupatia makao mbinguni. Mabinti yao wanao hawezi kupatia amani ya mbinguni. Lakini Yesu ameenda kukuandalia mahali. Na kama yeye ameenda kuandalia kitu cha kimilele chenye ukuu kuliko mwanao au binti yako izaje kupatia, basi utampenda zaidi ya mwanao. Utampenda kuliko binti yako. Nilikuwa nangojea amen hapo. Na hata kama hujapata binti, bado binti anakuja. Kama hujapata mwana aja. Na sababu Yesu Kristo ndiye ambaye akupatia yule mwana, ndiye akupatia yule binti. Sasa kupenda ile zawadi kuliko mtoa zawadi haitakuwa sawa. Mbona haitakuwa sawa? Yeye ndiye alikupatia mke, bado unampenda kuliko mkeo. Yeye ndiye amekupatia ule mume, wewe unampenda kuliko mume. Amen. Bado sisikia amen hapo. Kila zawadi anazopatia tunazipenda hizo zawadi, tunazikubali, lakini tutampenda yeye kuliko hizo zawadi ambazo tumezipokea. Angalia baadhi ya watu. Mathayo 24 kuanzia mstari wa 12. Mathayo 24:12. Na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. Jaribu kuwaza juu yako, upendo wako ukoje? Je, unazidi kuongezeka? Unazidi kuwa na mng'ao zaidi? Je, unazidi kuwa na hamasa zaidi? Au upendo wako unazidi kuwa baridi zaidi? Unapunguka sasa, na alafu umekuwa vuguvugu sasa. Naomba kwamba upendo wako utarejea hata leo katika jina la Yesu. Lakini nasema mstari wa 13, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Mimi nitavumilia mpaka mwisho. Upendo wangu utavumilia mpaka mwisho. Uvumilivu wangu utakuwa mpaka mwisho. Na bidii yangu itakuwa mpaka mwisho. Nidhani nitasema kwa ajili yako. Bidii yangu itavumilia mpaka mwisho. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4. Ufunuo sura ya 2 kuanzia mstari wa 4. Anasema, lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Jaribu kuwaza, umeuacha upendo wako wa kwanza. Jiangalie, jipeleleze. Umeuacha upendo wako wa kwanza. Ile hamasa ambayo umekuwa nayo, ile furaha ambayo ulikuwa nayo. Ulipokuja ukisema mimi ni mtendakazi, ulipokuja na kusema mimi ni mchungaji, sasa ukasema sasa mimi ni mwalimu wa mafundisho ya Biblia. Sasa ulipokuja mara ya kwanza, ile furaha, maandalizi uliofanya na kule kuyachunguza maandiko na maombi uliokuwa nayo, kila kitu ulichobubujika uliko mimina. Sasa wakikwambia Jumapili ijayo utatusaidia kuyachunguza maandiko, nimekuwa nikifanya. Sasa ile hamasa imeondoka sababu ya mazoea, ile shangwe imeondoka, imekuwa ni jambo la kawaida. Lakini Bwana anasema ya kwamba mbona umeacha upendo wako wa kwanza? Anasema kumbuka pale ulipoanguka na ukatubu na ukayafanya yale matendo ya kwanza, vinginevyo nitakuja kwako na kukiondoa kile kinara katika mahali pake, isipokuwa kuondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Hata ondoa kinara chako, utageuka na utampenda zaidi kuliko awali kwa jina la Yesu. Zaburi ya 119, Zaburi ya 119 mstari wa 47. 119:47 aya. Anasema, nitajifurahisha katika amri zako ambazo nimezipenda. Amri zako nimezipenda, nami nitajifurahisha sana kwa maagizo yako ambayo ninayapenda. Na mikono yangu nitayainulia maagizo yako niliyoyapenda, nami nitazitafakari amri zako. Unatafakari neno la Mungu kwa sababu unapenda amri zake. Mstari wa 97,
Anasema sheria yako napenda mno, ajabu ndivyo kutafakari kwangu mchana kutwa. 113. Anasema watu wa kusitasita na wachukia, lakini sheria yako naipenda. 127. Ndiyo maana nayapenda maagizo yako kuliko dhahabu, naam, kuliko shilingi, kuliko dola. Napenda amri zako kuliko dhahabu, naam, kuliko dhahabu safi. Mstari 128. Maana nayaona mausia yako yako yote kuwa ya adili, kila njia ya uongo naichukia. 159. Anasema uangalie ninavyopenda mausia yako, Bwana, unihuishe sawasawa na fadhili zako. Jumla ya neno lako ni kweli, na kila hukumu ya haki ni ya milele. Angalia 163. Nimechukia uongo, umenikirihi, sheria yako ninaipenda. Wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Zaburi ya 167. Nafsi yangu imezishika shuhuda zako, nami nazipenda namna gani? Mno. Siwezi nikafanya bila neno, siwezi nikafanya kitu bila amri za Bwana, siwezi nikawa bila ya Biblia yangu. Mimi na Biblia yangu tutakwenda pamoja. Naipenda Biblia yangu. Nasema naipenda Biblia. Unayo Biblia pale ulipo? Biblia yako iko wapi? Naipenda Biblia. Nasema naipenda Biblia. Daima nitaisoma Biblia. Amen. Nitaitafakari Biblia. Nitaenenda kulingana neno la Biblia. Biblia yangu itakuwa ndio milki ya karibu sana nami. Nalipenda neno la Mungu. Uko wapi? Nakuuliza, uko hapo? Inuka pale ulipo, mwambie Bwana. Mwambie Bwana, nalipenda ile neno. Nalipenda. Hakuna la kuondoa hilo neno kwangu. Nalipenda neno. Nampenda Bwana, nalipenda neno la Bwana. Yeye amenipenda kikamilifu, nami nitakwenda kuitikia. Mwambie Bwana, nitakwenda kuonyesha pendo lile, nitampenda Bwana. Sasa muonyeshe kwa namna unavyoomba. Mwambie Bwana wampenda kiasi gani na jinsi gani ambao ulipenda neno la Mungu.